Unasoma kitabu cha Marko. Okay. Nianze kitabu cha Marko sura ya 2. Kitabu cha Marko sura ya 2, tuangalie mstari wa ngapi? Yes, Marko sura ya 2 tuende mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi: na baadhi ya waandishi walikuwa huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Tunasoma maandiko yanamtambulisha Mungu Yehova kuwa ni omniscience, maanake ni mtu ambaye ana infinite knowledge, ana unlimited insight, ambapo maandiko anaenda tu dipa kwamba anaweza kuchunguza mawazo ya mioyo yetu, anafahamu nini ambacho tunakiwaza, anafahamu nini ambacho tunakipanga. Ukweli ni kwamba nimekaa na nyinyi hapa, lakini sifikiri, sijui nini ambacho mnaniwazia moyoni, no. Lakini hakuna wazo ambalo unaliwaza ambalo Mungu alifahamu. Sasa huo uwezo wa kuweza kuyatambua mawazo ni moja ya nyanja ambayo inazungumza uwezo wa kujua kila. Tafsiri nyingine nyepesi ya kwamba hakuna kitu ambacho unaweza kumficha Mungu. Vyote ambavyo unavyo, vyote ambavyo unafanya, anafahamu. All together. So maanake tunavyoona hapo, Bwana Yesu ana uwezo wa kutambua mawazo ambao watu wanawaza mioyoni mwao. In our film is deity. Unasema, kwani mimi nikijua kwamba mtu anawaza 1 2 3, natural man anaweza kawa na huo that ability. Unaweza tu kama Roho Mtakatifu amekupa kuona, kakuambukiza kuona. Lakini uwezo wa Kristo kujua kila kitu is not to, uwezo wa Kristo kujua kila kitu ni kwamba kwake yeye ana exhibit tabia ya kiungu, okay? Anaonyesha wazi tabia yake ya kiungu ya kwamba from beginning amekuwa ni omniscient, ana uwezo wa kufahamu kila. Unasoma kitabu cha Kolosai sura ya 2 mstari wa 3, maandiko yanasema kwamba hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika ndani yake. Hazina zote. Tuko moja mpaka hapo. Lakini also Kristo ni omnipotent. Omnipotent ni kama kusema kwamba ni all powerful, ni all powerful, ana nguvu zote. See? Almighty ambacho likisema almighty. Tunasoma maandiko, hatuna doubt at all ya kwamba Bwana Yesu ana nguvu zote kama alivyo Mungu Baba, kama alivyo Mungu Roho. Kwa sababu tukisoma maandiko tunaona vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza tunaona the power of Jesus over nature. His power over nature. Nguvu zake dhidi ya asili, is power over nature. Katika maandiko tunaona namna ambavyo Kristo anakomandi mikate kumultiply. Tunaona Bwana Yesu anakomandi bahari kutulia. Yote hayo yanathibitisha asili yake ya kiungu. Lakini also tunaona is power over disease. Is power over disease. Katika ufahamu wa Old Testament ni Mungu pekee anayeweza kuponya. Ni wazo ambalo lilikuwa very clear. Kwa maana yake Bwana Yesu anavyo display his power katika kila aina ugonjwa, ana affirm is mightiness iliyonayo. Lakini also you can see is power over death. Is power over death. Tunasoma katika maandiko matakatifu, mwenye uwezo wa kushinda kifo ni Mungu mwenyewe. Kwa maana yake tunamwona Bwana Yesu katika kipindi cha kuishi kwake, si tu alifufua wafu,
lakini baadaye yeye mwenyewe alifuka kutoka kwa wafu, ambao ni tangazo la wazi kabisa ambalo lina affirm na kuthibitisha uungu wake. Lakini also Bwana Yesu ni immutable, unchangeable, asiyebadilika kwa Kiswahili chake. Manake moja ya jambo ambalo ni very consistent katika Mungu abadiliki. Mungu abadiliki. Mungu ni immutable. Tafsiri kwamba Mungu hana asili ya kubadilika badilika, na ndivyo ambavyo maandiko yanafundisha kwamba Bwana Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa manake kama Bwana Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele, manake ana display his attribute ya kuto kubadilika. Au together. Lakini pia Bwana Yesu ni sovereign kama vile ambavyo Mungu alivyo. Ukisema mtu ni sovereign, manake ana all authority, ana mamlaka yote. Ni tofauti ukisema mtu ni omnipotent, manake ni all powerful, almighty, has unlimited power. Lakini ukisema sovereign, manake ana absolute, ana mamlaka kamili, ana complete authority. Na ndivyo ambavyo maandiko yanafundisha ya kwamba kama vile ambavyo Mungu ni sovereign, also Yesu Kristo ni sovereign. Lakini also kuna hizi sifa ambazo ziko okay. Kuna hii sifa inaitwa eternity. God is eternal. God is eternal. Mungu ni wa milele. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna kiumbe ambacho kina this character. Even angels. Malaika pia ni wa milele. Kuna concept mbili ambazo tunatakiwa kuzifahamu. Kuna eternity, lakini also kuna immortality. Immortality mara nyingi tunazungumzia kitu chenye mwanzo lakini hakina mwisho. Wakati ukizungumza eternity unazungumza kitu ambacho hakina mwanzo hakina mwisho. Malaika wana mwanzo, right? Wameumbwa, ndivyo. That's why also wameumbwa. Hiyo inaonyesha kwamba wana mwanzo, lakini maandiko yanaeleza kwamba wana mwisho. Hello? Kwa maana Mungu ni eternal being. Yeye ni wa milele, hana mwanzo, hana mwisho. And also tumesema Mungu ni mtakatifu. Hiyo ni karakta yake, ni sifa yake. Kwa namna ambavyo katika utakatifu wake Mungu anahukumu kila uovu, kila dhambi. Unasema mbona na mimi ni mtakatifu? Utakatifu ule nao ni gift from God. Lakini utakatifu wa Mungu sio gift, ni his nature, ni asili yake. Also Mungu ni mwenye haki. God is righteous. Righteousness ambao waamini wanayo ni Mungu ame-input, okay? Ametuzawadia. Lakini righteousness ambao Mungu yuko nayo ni his nature. So maana wakati tumepokea asili ya haki na utakatifu, lakini kama zawadi ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe, lakini Mungu hajapokea haki au utakatifu kama zawadi, bali ni asili yake kamili. Mungu ni upendo. Love ni moja ya sifa yake. Maana wanasema Mungu ni upendo. Are together? So manake tunavyoangalia those attributes ambazo zinamwelezea Mungu, tunaona also zina fit perfectly without any missing katika Kristo Yesu. Kwa sababu Kristo ni self-existence, Kristo ni omnipresent, Kristo ni omniscient, Kristo ni omnipotent, Kristo ni immutable, Kristo ni sovereign, Kristo has glory, has righteousness, has truth, has life, has holiness, has love. Zote hizo zinathibitisha ya kwamba yupo katika class of deity. Hallelujah. Hiyo ni pointi ya kwanza ambayo tunaeleza kwamba he possesses attributes of deity.
Point ya pili, he holds the office and exercise the prerogatives of deity. Hii ya pili, ile ilikuwa ni ya kwanza, tunaelezea sifa za kiungu na hapana, bado naelezea pointi kubwa 9 ambazo zinathibitisha uungu wa Kristo. Nimesema pointi ya kwanza, he possess attributes of deity, ambayo ndani yake na vipengele hivyo ambavyo umeviandika. Hivyo vyote ni vipengele vya pointi ya kwanza. Uko umesahau? Hivyo vyote ambavyo umeandika ni vipengele vya pointi ya kwanza. Okay? Umeelewa eh? Na umeandika hivyo eh? So maana yake sasa tunaingia kwenye pointi ya pili, alright? Maana kama ungekuwa unaandika vizuri, maana yake ukiandika he possess attributes of deity, bado unaandika labda sifa hii ya kiungu, sifa hii ya kiungu, sifa hii ya kiungu. Pointi ya pili inasema hivi, he holds the offices and exercises the prerogatives of deity. He holds kama kushika. He holds the office and exercise the prerogatives. Prerogatives kama ambavyo ninaitamka of deity, ambao Kiswahili chake ni kwamba Bwana Yesu ana vyeo, lakini also ana haki ya kufanya kama Mungu. Pointi imeeleweka? Unaposoma kwa habari ya Kristo unagundua majina yale ambayo vyeo ambavyo Mungu ametajwa kuwa navyo katika Old Testament, in the New Testament hivyo vyeo vinabii assigned to Jesus. Lakini also kuna mambo ambayo ni Mungu tu ana haki ya kuyafanya, in the New Testament Kristo anayafanya. Kwa mfano tukizungumza kwa habari ya offices, tajumuisha zote pointi ya kwanza kwenye offices na prerogatives. Ukisema neno prerogatives ni kama kuzungumza kwamba haki ya kufanya kitu fulani, haki ambayo ni exclusive, yani ni haki ambayo si kila mtu, ila hao wachache wanaweza wakawa nayo katika kufanya. Okay, labda niseme ya kwamba ni wapi muwe na haki, okay, kwenye kile chumba nyewe mna haki ya kufungua, huyu jamaa hana haki ya kufungua. Ndio vizuri, hii inaitwa prerogatives. So maana tukiangalia mambo ambayo kikawaida katika Old Testament yanaweza kwamba tu ni haki ya Mungu kufanya ama ni utendaji wa Mungu tu, lakini bado kwenye New Testament Yesu Kristo anabidi describe ya kwamba anafanya the same. Kwa mfano tunaposoma katika Agano Jipya, Yesu Kristo anaitwa creator, ambavyo umezungumza creator, ambao creator ni office ambayo imebe described concerning God in Old Testament. Ni an office ambayo iko reserved only for deity, creator. Unasoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, si ndivyo? Pale neno aliumba katika lugha ya Kiebrania neno bara, ambalo ukiliangalia kila mahali ambako limetumika neno msamiati bara in Old Testament unamwelezea Mungu tu. Kwa kusema hivyo maana yake ni Mungu tu mwenye ability ya kucreate. Wanadamu wana ability ya kumade. Kuna tofauti wa kuumba na kutengeneza, ni vitu viwili tofauti. Kuumba maana yake kuumba mara nyingi unafanya something from nothing. Kutengeneza mara nyingi unatumia raw material ambazo ziko available to create something. Unaweza kusema umeumba keki, badala yake umetengeneza keki. Unaweza kusema umeumba nyumba, badala yake unasema umetengeneza, umejenga nyumba. Kwa sababu una resources ambazo ziko available, unazijoin together na
una finalize product ambayo unahitaji. So manake katika maandiko matakatifu creator ni office ambayo iko reserved only for deity, lakini tunaposoma katika New Testament Bwana Yesu anazungumzwa kama muumbaji. Kwa mfano, tuanze na maandiko ambayo very common, Yohana 1:3. Yohana 1:3, maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu. Nimeeleza tu mwanzo, na neno alikuwa Mungu, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wakati unajua kwamba vitu vyote vimefanyika kupitia Elohim, unaosoma kitabu cha Mwanzo 1:1, lakini katika New Testament Yohana anasema kwamba vitu vyote vimefanyika kwa njia ya neno, wala pasipo hiyo neno hakuna chochote ambacho kimefanyika. Na hiyo neno ametambulishwa kwenye mstari wa 7 ya kwamba ni Kristo, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Alright? Kwa maana yake maandiko matakatifu yanamdescribe Kristo as a creator. Hivyo tukienda kusoma mstari wa 10, maandiko yanasema hivi, alikuwapo ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Tukisoma Wakolosai 1 mstari wa 16 mpaka 17, the same. Wakolosai Wakolosai 1 mstari wa 16 mpaka 17, maandiko anasema hivi, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Vitu vingapi? Vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi ama usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. 17, naye amekuwapo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Kwa maandiko ana describe very clear ya kwamba Kristo ni creator. Ofisi ya pili ambayo Bwana Yesu anazungumzwa kama upholder au sustainer. Sustainer of everything. Sustainer. Unafahamu tukisema sustainer? Sustain mnafahamu? Sustain tafsiri yake ni nini? Sustain. Kama kushikilia, kudumisha, si ndivyo? Sustainability. Uko sawa? Uko sawa? Kwa maana kusema Kristo ni sustainer, maana yake anadumisha, ameshikilia vitu vyote viendelee kuwa kama vilivyo. Ni very clear. Kwa mfano tumesoma tu hivi na Wakolosai ambao tumeisoma hapa, kwa kusoma ni mstari wa 17, anasema naye amekuwapo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Hajasema vitu vichache, vitu vyote hushikamana katika yeye. Kwa maana yake maandiko ya kwanza kwamba Kristo ni muhifadhi, Kristo ndiye anayedumisha, Kristo ndiye ambaye anaviendeleza vitu vyote viwe kama vinavyoonekana. Waebrania 1 mstari wa 3. Waebrania 1 mstari wa 3. Alifika nisome.
Maandiko yanasema kwamba amevichukua vitu vyote kwa amri ya neno la uweza, ana sustain vitu vyote kwa amri ya uwezo wa neno, kama vile ambavyo kwa neno lake aliumba mbingu na nchi. Neno hilo ambalo lilitumika kuumba mbingu na nchi ndilo neno ambalo linavishikilia kila kitu ki remain in order. Basi nyingine ambayo watu wengi hamjafikiria hivyo, shetani hana uwezo wa kuiharibu dunia hata kama akitaka, has not that capacity. Hawezi akaamua jua lishuke chini au nyota ianguke, hawezi akafanya hivyo. Au nimemtaja mambo makubwa, hawezi akakata nywele moja kwenye kichwa chako. He can't do that. All together. So manake mwenye nguvu ya kuharibu uumbaji ni aliyeumba uumbaji. Kwa manake neno la Bwana limeumba na ni neno lake tu ambalo linaweza lika undo the creation. All together. So manake ikiwa maandiko ni Old Testament yana describe kwamba Mungu ni mfalme wa mbingu na nchi, yeye ndio muhifadhi, yeye ndio mdumishaji, yeye ndio muhimili ambao umeshikilia kila kitu kiendelee kuwepo kama kilivyo. Also maandiko matakatifu anasema akivishika vitu vyote kwa amri ya uwezo wake. Wanasema kwamba vitu vyote vinashikamana katika yeye. Ofisi ya tatu ambayo imebi describe to Jesus, maandiko anamdescribe Kristo as a judge. As a judge. Tunafahamu ya kwamba aliyeumba mbingu na nchi ambaye ni Bwana ndiye ambaye anastahili kufanya hukumu. Alright? Kikawaida katika maandiko hakuna mwanadamu ambaye ana haki ya kumhukumu mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu mwenye haki ya kuhukumu kitu ni yeye ambaye amekiumba au amekitengeneza. Unaweza ukaamua leo ukiamua kuchukua labda mti ukaamua uchonge labda ni mwiko, unaweza kuuchonga kwa namna ambavyo unahitaji wewe. Unaweza even ukimaliza kuuchonga ukakata papo, hakuna atakaye kuuliza. Ni kazi ambayo umeanza ukifanya mwenyewe. So manake maandiko matakatifu anafundisha waza kwamba Mungu ndiye mhukumu walio hai na wafu. Lakini bado maandiko matakatifu yanaonyesha wazi kwamba also Kristo ni mhukumu walio hai. Kwa maana Kristo kukaa kwenye ofisi ya kiungu ambayo ni Mungu tu ambaye yupo. Unasema, je, majaji ambao wanahukumu mahakamani nao ni miungu? Hatuzungumzi that kind of judges. Tunaelezea divine judge ama divine judgments. Kwa maana Kristo kama divine judge, maanake anaweza aka execute divine judgments, anaweza aka pronounce judgments. Kwa mfano usome kitabu cha Yohana sura 5 mstari 21. Yohana sura 5 mstari 21. Yohana 5 mstari 21, tusome. Yohana 5 mstari 21. Mhm. Mhm. Tanofuata. Kwa kusema hivyo, maanake Bwana Yesu anazungumza kwamba kama ambavyo Baba ana haki ya kuhukumu, ndivyo ambavyo mwana wa Adam au mwana anafanya. Tunasoma katika epistles ziko wazi kabisa kwamba Kristo ni mhukumu walio hai na wafu, na ndiye ambaye atafanya hukumu kati ya mataifa. Kwa maana Kristo kupray the role
ambaye ni Mungu tu ana fit in Old Testament, ni namna moja ambayo inafunua kwa wazi ya kwamba Kristo ni Mungu. Hiyo ni ofisi ya ngapi? Ya 4. Yesu ni life giver. Kristo ni life giver, life giver and restorer. Anatoa maisha. Life giver. Unasoma maandiko, Kristo kwa lugha ya wazi kabisa anasema mimi ni uzima. Ukisoma vizuri ni lugha ya Old Testament ambavyo Mungu tu ndiye aliye uzima na ndiye mwenye uwezo wa kutoa uzima. Mara kadhaa kusoma Injili ya Yohana, Bwana Yesu anasema anawapa uzima wale ambao anamwamini. So manake Jesus to be a life giver ni namna mojawapo ambayo inathibitishwa kwa wazi kwa habari ya uungu. Tumesoma Yohana 5:21, nisomee tena. Awauisha wale awatakao. Na kama kusema kwamba anawapa uzima wale awatakao. Jambo lingine, he forgives sin, anasamehe dhambi. Hiyo sasa ni prerogative, manake ni jambo ambalo ni Mungu tu anaweza kulifanya. Unaweza ukasamehe dhambi wewe? Hawezi. Tunawahakikishia wamesamehewa. Very powerful. Kusamehe dhambi ni kazi au ni haki ya Mungu mwenyewe. Anayebe offended na dhambi si hata aliyetenda dhambi ama aliyetendewa na dhambi. Anayebe offended na dhambi much ni Mungu. Out together. Kwa maanake Mungu ndiye ambaye anasamehe dhambi. Mara kadhaa unasoma katika Synoptic Gospel, kwa mfano kusoma Luka sura 4 mstari wa 48, tunaona Bwana Yesu anamsamehe mwanamke ambaye alikuwa amekuja anatambulikana kama kahaba, right? Tunasoma kitabu cha Marko sura ya 2, Bwana Yesu anamsamehe dhambi mtu aliyekuwa amepooza. Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kwa maana yake, na even wataalamu wa maandiko walivyomsikia hivyo Bwana Yesu akasema anakufuru. Baadaye akasema mnawaza, kwa nini mnawaza maovu katika mioyo yenu? Jambo jepesi ni lipi? Kusema mwanangu umesamehewa dhambi, au beba godoro lako na uende? Kwa maana yake Kristo kusamehe dhambi inathibitisha kwa habari ya uungu wake. Alright? Okay, tuingie kwenye pointi ya 3.